Baba Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa kutupa nafasi ya kusikiliza neno lako tena siku ya leo kupitia walimu wetu wanaotuongoza. Tunaomba Roho Mtakatifu azidi kuwatumia watumishi wako, nasi pia utuangazie akili zetu tupokee kile ulichokusudia kwa ajili yetu na vizazi vyetu, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo nimeomba, amina. Karibu ndugu zangu, leo ni utangulizi wa kitabu cha Waebrania. Nitaanza kwa kusoma. Kwanza kabisa mwalimu alianza kwa kusema ni nani mwandishi wa waraka huu. Kuna debate nyingi nani ameandika, na kwa sababu hakuna utambulisho. Wengine wanadhani Paulo, lakini haifiti. Paulo uandishi wake unajulikana. Kila alipoandika kwa Wamataifa alianza na neno neema iwe kwenu, na kwa Wayahudi alianza amani iwe kwenu au shalom. Na kwenye Ebrania hatuoni hilo. Pili, Paulo alipoandikia kanisa la Tesalonike juu ya kutambua barua zake, aliwaambia waangalie mwandiko wake na sahihi yake, kwa sababu kulikuwa na waraka feki ambao watu waliandikia kanisa la Watesalonike. Paulo alianza kwa kusalimia, kushukuru, kuwaombea na kusema ujumbe wake. Lakini ni waraka wa Galatia tu wa kusalimia, lakini alihitimisha kwa sahihi yake na kutambua ni yeye Paulo. Tatu, alipoandika alinukuu kutoka maandiko ya Agano la Kale, alinukuu toka kwenye tafsiri ya Biblia ya Kiebrania, lakini waraka wa Ebrania umenukuliwa toka kwenye Biblia ya Kigiriki. Lugha ndani ya Waebrania ni tofauti sana. Ni lugha ya Kigiriki yenye asili ya Kigiriki. Kwa vyovyote mwandishi sio Paulo. Wengine wanasema Timotheo, wengine wanasema Stefano, wengine Priscilla mke wake Akila, wengine Apollo. Zote ni speculation. Mwalimu anataka kuconclude kwa kusema kuwa waraka huu umeandikwa na Roho Mtakatifu, na Mungu hakutaka tujue aliyeandika, alitaka tuzingatie ujumbe. Lakini hata angekuwa Paulo au yeyote, mwisho wa siku kila andiko limevumbiwa na Roho Mtakatifu. Swali la pili, anamwandikia nani? Ukisoma mwisho kwenye sura ya 13 utagundua mwandishi anaposalimia na kuhitimisha ametumia neno hao walio wa Italia wanawasalimu. Maana yake mwandishi yuko kwenye mji fulani, alikuwa anawaandikia ndugu zao wa Rumi, Italia, kwa Wayahudi wanaoishi Italia. Kwa nini Wayahudi pekee yao na sio kanisa zima? Kwa sababu kanisa la Rumi lilikuwa na mchanganyiko wa Wakristo wa aina mbili, wa Kiyahudi yani Waebrania, na Wakristo wa mataifa walikuwa kwenye kanisa moja. Lakini safari hii barua inaandikwa kwa Waebrania peke yao, maana tunatakiwa kujua lini na nini tatizo la kuandikiwa barua. Tatizo lilikuwa kwa sababu ya mtu anayeitwa Nero aliyeingia madarakani mwaka 56 mpaka 58 AD. Baada ya kufa Claudio, Nero alitawala kwa miaka kama 10, kwa sababu alifariki miaka ya 69 mpaka 70 hapo. Kama walivyokuwa madikteta wengine, Nero aliingia madarakani na sera nzuri ya maendeleo ya kubomoa jiji lote la Rumi. Lakini idea hii ilipingwa kwa maseneta kwa sababu walijua itakata maisha yao ya anasa, kwa sababu mishahara itasitishwa. Walipopinga, baadaye kidogo jiji la Roma likaungua moto, na wakamlaumu Nero kwa sababu walidhani ameamua kuja na mbinu ya pili, kuchoma jiji kutimiza malengo yake ili kujenga jiji. Mjadala ukawa mgumu ambao ulitishia kuondolewa kwenye nafasi yake, na ili asiondolewe akajitetea na akasingizia kanisa limechoma mji, na kanisa likaingia kwenye mateso. Lakini kabla ya huu wakati sera ya Nero alitaka dini zote ndani ya Rumi zisajiliwe. Hata hivi sasa serikali zetu kusajili taasisi za dini. Idea yake na mfumo ule wa utawala wa Rumi. Nitarudia tena. Hata sasa hivi serikali zetu kusajili taasisi za dini, idea yake ni mfumo ule wa utawala wa Rumi. Roma iko na inatawala indirect.
Akaleta hii ajenda na kujenga jengo linaitwa Jumba la Miungu. Akataka dini kusajili na kuleta picha za Mungu wao zilizochongwa na kutunzwa hapo. Na dini mojawapo haikuchonga picha ni ya Wayahudi, lakini walisajiliwa. Lakini kundi hili la Wakristo waligoma kusajili na kuchonga kwa sababu dini yao ni mahusiano kati yao na Mungu. Na hiki kitu kikabaki kama kinyongo na kumbukumbu kwa Nero. Alishajitangaza kuwa anapaswa kuabudiwa, na Wakristo walikuwa hawamwabudu Nero, na Wayahudi pia hawakumwabudu, walijikusanya, na ndio maana ya sinagogi. Sinagogi sio jengo, ni kusanyiko la watu kuanzia watu 10. Nero akaanza kuwanyanyasa kwa kuwanyima fursa, akawakataza watu wasinunue vitu toka maduka ya Wakristo. Walifukuzwa shule, walifukuzwa kazi, walivunjiwa nyumba. Haya mateso ndiyo yanatengeneza sababu za kuandika waraka huu. Wakristo wa Kiyahudi walipoona maisha magumu, wakatafuta mbadala wa jinsi ya kuishi. Wakakumbuka kwamba wao ni Wayahudi na Mungu wao Jehova ndiye Mungu wa Kristo. Biblia wanayoitumia Wakristo wa Agano la Kale ndio hiyo waliokuwa wanaitumia wao. Wakaamua kujiunga na masinagogi ya Wakristo ambao mwanzoni walijitenga nao. Kwa sababu Wakristo walipomwamini Yesu, wengi walijitenga nao kwa sababu walielewa Ukristo ni nini na walikuwa hawatimizi masharti ya sheria za Torati. Sasa waliporudi wakakumbana na kikwazo kigumu sana na Wayahudi wasiomwamini Yesu kuwa ili wapokelewe inabidi wamkane Yesu. Nitarudia, sasa waliporudi walikumbana na kikwazo kigumu sana na Wayahudi wasiomwamini Yesu kuwa ili wapokelewe ikabidi wamkane Yesu. Bahati mbaya baadhi ya Wakristo walikubali na wengine wakagoma, ila wakawa na wakati mgumu sana. Lakini wakati huo wameacha kukusanyika, wakusanyiki tena. Wakaondoka kanisani, wakawaacha Wakristo wenzao wanaendelea na imani na kuteseka. Ndio Roho Mtakatifu alipomuhimiza mwandishi aandike, kuwatia moyo, kuwashauri, kuwafundisha, kuwapa onyo la mwisho, kwa sababu Roho Mtakatifu aliona wanaenda kupoteza wokovu. Na asije mtu akasema huwezi kupoteza wokovu. Waraka wa Ibrania ndio unajibu swala la je, Mkristo aliyeokoka anaweza kupoteza wokovu? Jibu ni ndio, mtu anaweza kupoteza wokovu. Lengo la mwandishi utaliona sura ya 6 mstari wa 11. Kushika tumaini hadi mwisho. Ili kuweza kushika tumaini ni kuepuka uvivu. Mungu atupe neema sote tusiwe wavivu. Ni maombi ya mwalimu hayo. Mungu alisema Mungu atupe uvumilivu, atupe neema tusiwe wavivu. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya maombi haya, na Mungu atusaidie, kwa sababu tunaweza kukesha kwenye tamthilia, ila kusoma neno hatuwezi. Hili shetani analijua na hapendi tujue neno. Na kifo cha Mkristo kiroho ni uvivu. Nitarudia, kifo cha Mkristo kiroho ni uvivu. Mgawanyiko wa kitabu. Kitabu kimegawanyika sehemu kuu mbili. Sura ya 1 mpaka ya 10 mafundisho na mahusia. Anajenga hoja, anatetea na kukonkludi kwa mahusia. Sura ya 11 mpaka ya 13 maelekezo juu ya utekelezaji. Lengo lake warudi kanisani, wasiache kukusanyika, wazingatie mambo muhimu. Sura ya 1 mpaka ya 10 mawaidha ya kimafundisho. Roho Mtakatifu anaanza kwa kusema watapoteza wokovu kwa mtu kurudia maisha ya mifumo ya dini waliokuwa nayo kabla hajaokoka. Anawaambia Yesu ni bora zaidi ya kitu chochote. Roho Mtakatifu anasema Yesu ni bora kuliko neno bora kuliko. Nitarudia, Yesu ni bora zaidi ya kitu chochote. Roho Mtakatifu anasema Yesu ni bora kuliko. Neno bora kuliko limejitokeza zaidi ya mara 13. Yesu ni bora kuliko malaika. Yesu ni bora kuliko makuhani. Ni bora kuliko mitume kama kina Musa. Ni bora kuliko manabii. Ni bora kuliko Haruni na watoto wake. Ni bora kuliko ahadi zote za Ibrahimu. Ni bora kuliko sadaka. Ni bora kuliko madhabahu. Ni bora kuliko hekalu. Anatoa ulinganifu wa mambo yote ambayo yalikuwa ndio msingi na yanatekelezwa na dini ya Wayahudi. Na anasema msingi wa Kiyahudi ni dhaifu, hauwezi kuwafanya wakafika mbinguni. Hayo mambo yalikuwa kivuli cha Yesu, na sasa Yesu mwenyewe ameonekana na anaonekana kwa uhalisia. Yesu amekuja, anatakiwa kumkumbatia
na kumkumbatia, sio kivuli walichokumbatia kabla ya Yesu kuja. Nitarudia, Yesu amekuja, wanatakiwa kumkumbatia na sio kivuli walichokuwa wanakikumbatia kabla ya Yesu kuja. Akaanza kwa kusema kuwa zamani Mungu alizungumza nasi kwa namna nyingi. Mungu katika Agano la Kale aliposema aliwapa neno malaika, na malaika walipofika duniani walikuja kuwapa neno binadamu wachache waliochaguliwa, walioitwa manabii, nao walichukua neno na kupeleka kwa wanadamu. Neno lote lililosemwa na manabii liliishia kuwaua wanadamu. Walishindwa kulihandle kwa sababu lilitolewa kwa mkono wa malaika. Ndio maana neno Bwana asema kwenye Agano la Kale limejitokeza mara 3808 halikuwasaidia kitu. Lakini mwisho wa siku hizi Mungu amesema nasi kupitia mwana ambaye huyu mwana toka mbinguni alipokuja duniani akamfanya mdogo punde kuliko malaika. Yesu kuja duniani alikuwa mdogo kuliko malaika, akawa mnyenyekevu hadi mauti ya msalaba. Na huyu mwana ili awaokoe watu alikuwa yeye, na kilichomuua ni kile ambacho kiliwaua wanadamu, na akafufuka na kupaa mbinguni na kuketi mkono wa kuume wa Mungu. Akakirimiwa jina lipitalo majina yote, akawa juu ya malaika wote, akatupa ahadi ya Roho Mtakatifu alipokwenda mbinguni. Anatufungulia mlango, yeye anakuwa pioneer, sisi pia tunakuwa kama yeye. Ndio mwanadamu wa kwanza kwenda mbinguni. Ndio maana kuna sehemu anasema hakuna mwanadamu yeyote aliyewahi kwenda mbinguni isipokuwa yeye aliyeshuka toka mbinguni. Maana yake hata Henoko na Elia walipopaa, Mungu anajua mahali gani walienda. Yesu pekee alipaa na physical body, na hiyo physical body ndiyo tulioahidiwa kupewa mwili wa utukufu ili tusife, na akatupa uhakika wa Roho Mtakatifu aje ndani yetu, naye ndiye anatupa muhuri kuwa tumenunuliwa kwa damu ya Yesu mpaka ukamilifu tutakapovikwa mwili wa utukufu. Tumepewa Roho Mtakatifu ila tumebaki duniani. Ila sisi kwa cheo tuko chini ya malaika kwa utukufu, nguvu, akili, spidi na kila kitu. Tutakapotukuzwa na kufanana na Yesu, miili yetu itakapobadilishwa, tutakuwa juu ya malaika kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyo. Kwa hiyo tunamwabudu Mungu kupitia Yesu Kristo aliyeketi mkono wa kuume wa Mungu. Tunapaswa kushikilia imani yetu mpaka mwisho tutakapotukuzwa, na ndiyo meseji ya waraka wa Waebrania. Maonyo jinsi Mkristo anavyoweza kupoteza wokovu. Anaonya sisi, je, tutapataje kupona tusipojali wokovu kama huu? Tuko kwenye fundisho la zamani limerudi kwenye kipindi chetu. Kabla ya mwanafunzi wa Yesu wa mwisho kufa anaitwa Yohana mwaka 95 mpaka 100 AD, liliibuka fundisho la Gnostic. Lilikuwa kama fundisho la kiroho sana. Mojawapo ndani ya hilo fundisho lilikuwa mtu akiokoka hawezi kutenda dhambi au kurudi nyuma, wala hawezi kupoteza wokovu. Hili fundisho lilijikita kuwa Mungu kabla ya kutuokoa anakuwa predestine waliamini. Mungu ndiye anayeamua nani aokoke na nani aende jehanamu. Na akasema Mungu akikuokoa hawezi tena kukupeleka jehanamu. Ndio maana Yohana ilimlazimu kuandika nyaraka 3, Injili ya Yohana japo nyaraka 3 na Injili ya Yohana japo ilijibu kitu kingine. Na Yohana anasema tukisema hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani yetu. Tukiziungama na kutubu, yeye ni mwaminifu na wa haki. Hili fundisho likarudi mwaka 1500 mpaka 1570 chini ya mtu anaitwa John Calvin, kipindi cha Reformation. Yeye hakuwahi kufundisha predestined doctrine, ila mwanafunzi wake anaitwa Doze na kundi lake wakaja kutengeneza Calvinism. Linasema neema ya Mungu inamkamata mtu na kumpeleka inakomtaka. Kwa hiyo Mungu akikuokoa, once saved always saved. Hili linapingana na Biblia kwa sababu waraka wa Waebrania unakataa na unasema mtu akipoteza wokovu hawezi kurecover. Miaka mingi baadaye fundisho hili likaja kukosolewa na mtu anaitwa Arminius. Kwanza alianza kumkosoa Arius, naye alikuwa na fundisho hili la predestined. Akaja na fundisho linaitwa green grace ya au free will.
Maana yake mtu ana uwezo wa kuamua yeye kuingia mbinguni au kutokwenda. Yeye aliamini mtu akiokoka anaweza kupoteza wokovu. Kuwa maamuzi ya wokovu yako ndani ya mtu. Wakati huu hatutakiwi kunaswa na hao watu. John Calvin, Calvinism, Arminius. Tunatakiwa kuwa katikati, kujua kuwa wokovu tuliopewa ni partnership, ni kamili. Neema hii haina upungufu. Yesu ametuokoa, lakini sisi tuna wajibu wa kushikilia wokovu. Ndio maana Yesu alisema, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Hakuna kitu kinatutenga na upendo wa Mungu, ila sisi wenyewe kwa hiari yetu tunapaswa kushikilia tumaini mpaka mwisho. Namna nzuri ya kuelezea mtu kuwa once saved always saved. Kuwa sisi watenda dhambi ni sawa na mtu aliyetumbukia kwenye shimo. Mungu anakuja na kamba na turushia shimoni, nasi jukumu letu ni kushika kamba. Hapo tukitoka shimoni kupitia kamba, hatuwezi kusema tumejiokoa, bali tunamshukuru Mungu kwa kututupia kamba. Na tukiwa shimoni, tunaposhikilia kamba tutafia. Tukiwa shimoni, tusiposhikilia kamba tutafia humo. Na hatupasi kuuliza tukiwa shimoni, nani alichimba shimo. Sababu kubwa mtu kutoshikilia wokovu: kujizoeza dhambi, kuacha bila kutubu. Sura ya 11. Mambo makubwa mawili yamepenya na yanaendelea Agano Jipya. Agano la Kale sio vitu vyote vilikuwa vibaya. Kwanza, jambo la kale nzuri liloingia Agano Jipya ni imani, nayo ni imani ya kutenda. Ndio maana kuna mfano ya watu walioishi kwa imani, na imani yao haikuhesabiwa kwa matendo ya Torati. Kwa Torati wao walishindwa, walifanikiwa kwa sababu ya imani. Roho Mtakatifu anawaonya kutorudi kwenye Torati kwa sababu ndiko kuikana imani. Na ni dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu, au dhambi ya mauti, au dhambi ya makusudi. Pili, anawaambia wafocus na Yesu. Imani yetu ya sasa sio kutarajia vitu visivyoonekana, bali kwa kumtazama Yesu ambaye amekwisha onekana na mwenye kuanzisha na kuitimiza imani yetu. Summarize. Mtu anayo possibility ya kupoteza wokovu ikiwa ataacha kumfuata Yesu na hasa asipojali. Nitarudia, mtu ana possibility ya kupoteza wokovu ikiwa ataacha kumfuata Yesu na kutojali wokovu. Inaanzaga taratibu: kuzoelea dhambi, kuishi maisha ya kiholela, kuchukulia vitu kawaida, kuacha kukusanyika, kuacha kusoma neno, kuacha kuomba, kuacha kutii viongozi, kwa sababu siku itafika itashindikana kabisa kutubu. Pili, wokovu ukiupoteza haiwezekani tena kuurudisha. Yesu pia amesema unaweza kupoteza wokovu. Mathayo kama sura ya 22, Luka 14-16. Kuna stori ya bwana aliyealika watu kwenye harusi, na mmoja wapo hakuingia kwa sababu hakuwa na vazi la harusi, vazi la utakatifu. Tatu, predestined ni kweli Mungu alitujua kabla ya kuzaliwa. Haimaanishi neema aliyotupa tuishi tunavyotaka. Tunatakiwa kuendelea kushikilia bomba safari inapoendelea. Mfano wa gari wa mtu asiyeshika bomba, huku gari likiwa linatembea, likitokea la kutokea, anamlaumu dereva. Neema ina matawi mawili. Msamaha wa dhambi inahitaji utakatifu. Utakatifu huu ni kwanza ukubali chochote kuchapwa na Mungu. Hata kama Mungu atakuumiza, acha akuumize, kama ndio njia ya kukufanya uwe mtakatifu. Uwe tayari kuumizwa na watu wengine, hata na shetani, ila uwe mtakatifu. Pasipo huo hautamweza kumuona Mungu. Neema ni nini? Ni forgiveness plus holiness. Forgiveness from God na holiness kwa mtu. Mungu ana sura mbili: mwenye huruma, upendo. Pia usisahau ni Mungu mtakatifu, mkali. Tunapokea rehema zake kwa shukurani na kupokea utakatifu kwa kumwogopa. Ni moto ulao. Mungu hajawahi kusamehe dhambi. Ukiona kasamehe, basi ameiadhibu kwenye mwili wa Kristo. Neema ya Mungu ni tukiwa hai, tukifa hakuna neema tena. Waebrania ni kitabu cha mambo ya Walawi. Pia hiki kitabu ni cha kumjua Yesu ni nani. Ukitaka kumjua Yesu, achana na ibada za malaika, ndoto, manabii, makuhani, madalali, ibada za wafu. Nenda kwake moja kwa moja. Sisi ndani ya Kristo ni makuhani, manabii. Wako manabii wa Mungu amewaweka, ila sio wa kutuamulia maisha, wa kutuambia vitu ambavyo hatuvijui, ila ni wa kuthibitisha.
ambacho tayari Mungu amesema na sisi, kwa sababu Roho Mtakatifu aliye kwao yuko ndani yetu pia. Lakini tunahitaji neno la Mungu na si vitu. Tusiwe wa kurudi nyuma tena na tena, tusonge mbele. Voice ilikuwa ndefu, ila Mungu amenisaidia, nimeandika kwa uwezo wake. Mungu ambariki sana mwalimu wetu na watumishi wake wote waaminifu. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo lihimidiwe sasa na hata milele. Ndugu zangu, utangulizi wa kitabu cha Waebrania umeishia hapo. Ni kitabu kizuri sana kwa ajili ya Mkristo yeyote aliyeokoka, kwa ajili ya wale ambao wanadhani kwamba ukiokolewa basi huwezi kupoteza wokovu. Jamani, Mungu atusaidie. Mwalimu ameongea vitu vya kutosha sana 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 sana. Haiwezekani Bwana Yesu ametuokoa alafu turudi tukatenda dhambi kwa sababu tumeshaokolewa tukafanye dhambi. Sidhani. Yaani hata kama mzazi anamuonya mtoto usifanye kitendo hiki, amemsamehe mara ya kwanza, alafu tena anaenda kufanya tena makusudi, sidhani kama kuna mzazi atafurahia kitu kama hicho. Ndio, Mungu atabaki kuwa baba yetu, lakini tukumbuke Mungu wetu, mwalimu alisema Mungu wetu ni Mungu na pia ni jaji. Kwa hiyo Mungu akisimama kama baba atatusamehe, akisimama kama hakimu tukikosea lazima atuhukumu. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie sana sana sana. Tusicheze na wokovu, tusichukulie poa tunapokosea, turudi tutubu, sio kumkimbia Mungu na sio kuzoelea maisha ambayo tulizoelea kuyaishi. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Hapa panaogopesha. Kwa uwezo wa Mungu tutaweza. Haya, niwatakieni usomaji mwema. Mungu atusaidie sote. Tukutane tena utangulizi wa kitabu kitakachofuata, Mungu akitujalia. Amen.